Hii ni Mtoro TV. Ni kualika kina mama wote kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya Qur'ani kwa wanawake watu wazima kitaifa 2025. Mbele yenu hapa niko na viongozi wangu, mashekhe zangu. Kuliani kushotoni mwisho kabisa tunaye shekhe pale kutoka Mafia, ameambatana na washiriki kutoka Mafia, naona hapa nyuma yetu. Lakini tunaye mwenyekiti wetu wa taasisi ya Umaif, Sheikh Ali Bakari. Tunaye mlezi wa taasisi Sheikh Uthmani Ali Kaporo na raisi wa tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu. Tunaye mkurugenzi wa Qur'ani Jumuiya Tahfidhul Qur'ani na mkuu wa idara ya Qur'ani katika shule za Ibn Jazari. Lakini tunaye Al-Akhi Abdullah, ni mwambata wangu katika maandalizi haya ya mashindano haya ya Qur'ani kwa wanawake watu wazima kitaifa. Kama inavyotambulika, Mei Mosi mwaka huu tuliyazindua mashindano yetu katika ukumbi wa Natogro, ukumbi ambao tuliyazindua mashindano yale na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa Amani mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Al-Hadi Omar wa Kawambwa. Na kama ilivyofahamika, ujumbe wetu wa Qur'ani wa mashindano mwaka huu ulikuwa ni Qur'ani ni amani. Hakika kila mmoja ana dhima kubwa ya kuitunza amani tulionayo. Amani yetu ndiyo hazina yetu. Amani yetu ndiyo urithi wetu. Sote kwa nafasi zetu tuna wajibu wa kukumbushana juu ya umuhimu na ulazima mkubwa wa kuilinda, kuienzi na kuichunga amani yetu tuliyokuwa nayo. Siku hiyo insha Allah katika mashindano yetu, ratiba inaonesha tutakuwa na dua ya kuliombea taifa amani, kuombea viongozi wa nchi hususan marais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote wanaowazunguka. Tutakuwa na dua maalumu baada ya Qur'ani tu kuisha kusikilizwa, tutafanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuombea viongozi wetu. Hivyo basi, kwa nafasi hii niliyokuwa nayo kama mratibu wa mashindano, niwaalike sasa wakina mama, wazee, vijana, vikongwe katika mashindano yetu ambayo yatakayofanyika kesho kutwa Jumapili. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 7 mchana, tutakuwa tuko pale inshallah. Kwa hiyo niwaombe kina mama waweze kuhudhuria kwa wingi katika mashindano yetu haya, na mgeni rasmi atakuwa ni Bi Siti Mwinyi, mke wa aliyekuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Daktari Mzee Alhaj Ali Hassan Mwinyi. Fainali hizi zitafanyika katika ukumbi wa DYCCC uliopo maeneo ya Chang'ombe, Temeke, Dar es Salaam. Tunatumia fursa hii kuwaalika kina mama wote wahudhurie katika fainali za mashindano ya Qur'ani tukufu kwa kina mama watu wazima katika siku ya Jumapili tarehe 29 mwezi huu tulionao wa 6 2025. Ujumbe ama kauli mbiu ya mashindano haya tumeamua tuseme Qur'ani ni amani, na uhalisia ndiyo huo. Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani ya nafsi. Qur'ani ni amani ya familia. Qur'ani ni amani ya jamii. Qur'ani ni amani ya taifa. Qur'ani ni amani ya ulimwengu. Na tukisema Qur'ani ni amani ya ulimwengu, tusielewe ulimwengu kwa maana ya fupi, kwa maana ya viumbe tu, wanadamu na majini. Hapana. Qur'ani ni amani mpaka kwa viumbe hai. Qur'ani ni amani mpaka kwa viumbe visivyo hai. Qur'ani ndiyo amani ya uhalisia. Yoyote yule atakaye shikamana na Qur'ani kwa maana halisi
ya kuishika Qur'ani, basi huyo atakuwa na amani ndani ya nafsi yake, na familia kiujumla itakaposhikamana na Qur'ani na kuyatekeleza vyema mafundisho ya Qur'ani, basi familia hiyo itakuwa na amani ya uhalisia. Lakini hata nchi kama nchi, tukiwa pamoja tukaishika Qur'an, tukayafanyia kazi mafundisho ya Qur'an, basi tutakuta nchi yenyewe itakuwa inaishi kwenye amani ya uhakika, amani ambayo ndiyo maana halisi ya Uislamu. Miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Assalam, kwa maana ya amani. Umuhimu wa amani umeonekana katika Uislamu mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama wakajalia ama wakaweka ni sheria, pale mnapokutana, basi neno lenu la kwanza kabla yoyote ni kusema kila mmoja kumwambia mwenzake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu naye mwingine ajibu wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maamkizi haya ya Kiislamu yanaashiria yule aliyeanza kumwombea mwenzake amani, kumwombea mwenzake rehema, kumwombea mwenzake baraka. Lakini na yule anayeitikia naye anajibu kama vile, kuzidi kumwombea mwenzake aishi katika salama, aishi katika amani, aishi katika baraka, aishi katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunachokiona kwenye kuichagua kauli mbiu hii ni kuonesha umuhimu wa amani katika maisha, na sisemi maisha ya mwanadamu, bali ninasema katika maisha. Hata wanyama nao wanahitaji amani, lakini amani hii wa kuweza kuitunza na kuihifadhi vizuri ni sisi wanadamu ambao tumepewa dhamana hiyo. Kupitia mashindano haya tunahimizana kwenda kuitunza tunu ya nchi yetu, ambayo ni tunu ya amani, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzawadia. Ni jukumu letu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba aendelee kutuweka nchi yetu katika amani tuliyo nayo. Tunawaomba Watanzania wote wawe pamoja nasi katika mashindano haya ya wanawake watu wazima, lakini waalikwa watakaohitajika kuja ukumbini ni wanawake tu. Lakini tunawaalika wanaume wawepo katika vyombo vya habari, kwani online nyingi zitakuwa ziko live siku hiyo, lakini vile vile Azam itakuwa live mubashara siku hiyo, ZBC2 watakuwa live. Kwa hiyo tuwe pamoja kuliangalia jambo hili lilokuwa zuri kabisa. Sisi tunahimiza malezi. Malezi ndio kitu muhimu sana. Malezi athari yake ndio hiyo amani tunayoitaka. Na tukiwahifadhisha watoto, vijana wa kiume, watu wazima, wanawake, haya yote ni katika malezi, kuzilea nafsi, kuzilea roho, ili jamii iweze kukaa katika mwelekeo anaotaka Mwenyezi Mungu, na matunda yake ndiyo kufaidika na amani hii ambayo tunayokwenda nayo. Tunatoa mwaliko na msisitizo katika mwaliko wetu, akina mama asibaki nyumbani siku ya Jumapili. Karibuni katika ukumbi ili muweze kuona, muweze kushiriki katika mashindano haya muhimu kabisa ambayo ni ya kitaifa. Kuna mpaka vizee vinashiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo ni kitu azizi, ni kitu kizuri, na sisi tukawa ni watu wa kuchangia maendeleo na mshikamano wa mambo mema kama haya. Ukumbi wetu wa mashindano safari hii ni DYCCC pale Chang'ombe, pale nyuma ya shule za Yemen, karibu na uwanja wa Taifa, njia ya kuelekea uwanja wa Taifa, karibu na chuo cha Kiislamu cha Chang'ombe. Pale kwa nyuma kuna ukumbi wa DYCC,
ndipo ambapo fainali hizi zitafanyika pale. Tunawaomba akina mama wote tushirikiane kuja kuienzi Qur'ani katika mashindano haya, kama tunavyowaomba kina baba wasiwe mbali na TV zao kuwaona mama zetu, dada zetu wakiwa wanashindana katika mashindano haya ya Qur'ani. Kwa jina naitwa Khadija Ali Saidi, ni mshiriki wa mashindano ya Qur'ani juzuu 20, natokea Dodoma. Insha Allah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwenye jambo hili. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Mwisho kabisa tunaomba Mwenyezi Mungu atupe baraka na mafanikio. Amin. Atupe baraka katika mambo haya. Amin. Hii amani tunaiombea Mwenyezi Mungu iwe amani ya kudumu. Amin. Tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Amin. Amani ije kutawala hizi chaguzi zinazokuja. Amin. Pasipatikane fitna. Amin. Pasipatikane rabsha. Papatikane amani kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuhusia tushikamane na Qur'ani ili amani ipatikane. Basi Mungu atupe amani ambayo tutafanya uchaguzi wetu kwa salama na amani kabisa, na tumpate kiongozi ambaye tunayemhitaji na si mwingine, watu wote wanamfahamu. Mwenyezi Mungu ampe msimamo mzuri na hali iliyokuwa nzuri ili mafanikio yawe mazuri kabisa. Hadha wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.